Kwa Simba Mpoma, ushindi huu ni muhimu sana na ulikuwa unahitajika baada ya kutoka suluhu michezo miwili kwenye NBC Premier League, lakini pia kupata ushindi wa mabao mengi, magoli matatu kama sasa hivi unaona, ukijumlisha na kwenye CRDB Bank Federation, confidence imeanza kurudi kwenye eneo la ushambuliaji, wanapata magoli matatu kwenda mbele. Ukweli ukiangalia confidence imeanza kurudi, lakini ukiangalia labda tu kwa sababu pia kiwango duni cha Fountain Gate walichokuwa nacho. Lakini kama huenda Simba leo angekutana na timu ambayo iko strong, hii timu za daraja la kati, pengine mechi leo alikuwa na wakati mbaya. Yaani leo ukiangalia Simba ilikuwa sio timu bora, ila tu kwa sababu Fountain Gate wenyewe walikuwa ovyo kabisa, ndio maana umeona. Kwa sababu Simba ingekuwa bora kwa namna Fountain Gate walivyocheza leo, wangeweza kupata magoli zaidi ya matatu. Kitu ambacho pengine unaelewa kwa aina kiwanja, wamecheza mechi mfululizo, wamecheza mechi na TRA pale, wakaja wakacheza mechi ya ligi zidi ya CRDB zidi ya Dodoma Jiji. Ile mechi ilikuwa ngumu sana, pengine imepelekea uchovu kwa baadhi ya wachezaji na baadhi ya maeneo, ndio maana umeona leo kidogo Simba ilikuwa iko chini. Lakini kwa ujumla unaona kwamba alama tatu za leo zinazidi kwa boost, angalau kuona, kwa sababu mpaka leo wamemaliza viporo vyao. Kwa mechi hii sasa ina maana wote timu zote zina idadi sawa, mechi 18. Yaani zile timu za top 4 unapoongelea Simba, Yanga, Azam wote wana mechi 18. Kesho Yanga akicheza anaingiza 19, lakini Simba naye anaenda kucheza weekend zidi ya Namungo kule Luangwa. Kwa hiyo pengine anajua sasa gap iliyobaki ni alama 5 baada ya zile mechi zake za viporo kwa umemaliza. Unajua wakati mwingine unaweza kuwa na viporo vitatu vinakutia pressure kwa sababu unaona una viporo na unaenda unapata sare au suluhu, inaongeza pressure. Lakini sasa na maana itakuwa Yanga akicheza naye anacheza, pengine inaweza ikawa imemtoa kwenye mlija wa pressure. Hapo unasema Simba hawajakuwa na performance nzuri kwa leo namna walivyocheza. Utahesabu magoli ni mengi, lakini nafasi walizotengeneza pengine wangezitumia, walikuwa wanatakiwa kuwa na mlima magoli. Nafasi ambazo wamefunga ni ngumu kuliko nafasi ambazo wamekosa. Angalia goli la Chama, utaona ni goli bora kwa sababu amelifunga pale akiwa nje ya 18, goli ambalo lina ubora. Lakini angalia magoli aliyokosa, au angalia goli aliyokosa Libasege. Yani Libasege kuna cross alipigiwa na Kibabage kwenye 6, yeye peke yake anapiga nje. Nafasi aliyokosa Sele Mwalimu. Si kila timu ambayo duniani inatengeneza nafasi 7 ikapata zote 7. Kwa namna leo ilivyo, si kwamba pia kulikuwa kuna zile clear chances sana kwa upande wangu, but magoli matatu still sidhani kama unaweza tukasema Simba walikuwa na performance mbovu. Yaani ukija ukiangalia kwa namba ya magoli, nakuja kwenye jambo ambalo sasa wanatengeneza nafasi hapo wanavyoshindwa kuzitumia. Kuna siku hizi nafasi ambazo unazikosa unaweza ukashindwa kuzipata ambazo hizi zimekufanya leo upate magoli. Ya nafasi ambazo walizipata zilikuwa ni nzuri zaidi kutengeneza magoli kuliko nafasi ambazo wamepata magoli. Angalia nafasi ya Chama, goli lake alipofunga. Si nafasi ambayo pengine unaweza kusema mtu akikosa unaweza kumlaumu. Angalia goli alilofunga Limpanzu. Amepiga cross, imemdeflect back, unaingia goli. Lakini unaangalia goli ambalo amefunga Libasege, zile ni juhudi zake binafsi. Kwa hiyo kwa ujumla unaona pamoja na kwamba Simba ameshinda magoli hayo matatu, lakini kidogo leo hawakuwa bora kama mechi walivyocheza dhidi ya Dodoma Jiji. Mechi ya Dodoma Jiji walikuwa bora katika kila eneo. Pamoja kwamba matokeo walipata hayo ya goli 3, lakini walikuwa bora katika kila eneo kwa sababu kile ambacho Dodoma Jiji nacho pia walikiofa. Dodoma Jiji walikuwa bora, walikuwa na mipango iliyo bora na imara, ndio maana mechi ile inaonekana Simba nao walikuwa imara. Leo Simba wamekuja kuwa bora kwa matokeo, lakini performance, yani ile namna wanavyocheza uwanjani ni imetokana kwamba na Fountain Gate nao wakuwa bora. Najaribu kuielewa Fountain Gate na kuiangalia kwamba kweli hii timu pengine na benchi ambayo ilikuwa limekamilika, kwa sababu unaona hata fitness hawana wachezaji. Unaona muda mwingine anaanguka mwenyewe, anatibiwa. Kuna muda unaona kabisa golikipa anajilazimisha kumaliza. Nimeona kuna mmoja Gibson Manuka kaenda mpaka mwisho kapiga cross kalala katibiwa. Imeonekana ina maeneo kama vile inakosa baadhi ya vitu vya kiufundi. Kitu ambacho naangalia daraja la Mwalimu Minzilo, amekuwa ni mwalimu bora sana, lakini namna Fountain Gate leo ilivyocheza inaonyesha Minzilo ataenda kuwa na kazi kubwa sana namna kuishape hii timu. Kwa sababu timu inaruhusu kufungwa lakini haifungi, lakini pia hata fitness ya wachezaji unaona iko chini sana. Na hisi pengine ni wachezaji ambao pengine wanakuwa wakai muda mrefu kwenye kambi kwa ajili ya kufanya maandalizi ya kutosha. Inawezekana labda ndio maana imekuwa inaonekana kama fitness yao iko chini, wachezaji hawana ule utimamu ambao unaweza kuwa unaeleweka. Na kama watu badilisha maneno hayo, huenda Fountain Gate inaweza nayo ikawa yana shida. Unajua tunaiangalia Prisons. Prisons mwalimu Sajili amechukua na vitu inaonekana imebadilika. Tunaweza tukahukumu kwa matokeo jana kutoa sare na KMC ambaye anaonekana labda pengine ndio
kama kibonde kwenye msimamo wa ligi, lakini kwa sababu KMC na jana alikuwa nyumbani akataka kuonyesha namna gani anaweza kujitoa pale alipo, ndio maana ameenda kwa ugumu. Lakini utaangalia Prisons mechi ambazo amecheza mechi na Azam, amecheza mechi na Simba tangu msajili kuichukua, amecheza mechi 2 na Yanga ya kumaliza mzunguko wa kwanza, ameanza na mzunguko wa pili. Kwa hiyo hizo mechi unaona pengine alikuwa kwenye daraja la kuweza kuwa wanapoteza. Sasa wanakuja kwenye daraja lao, unaona timu kama Fountain Gate inakutana na Prison, inaweza ikawa ni changamoto. Kwa Fountain Gate ili wa survive inabidi wazifunge timu hizi ambazo wako nao daraja moja. Anapocheza na Mbeya City, Prisons, anapocheza na KMC, lakini kwa namna ambavyo nimeona leo anacheza, Mizula anaenda kuwa na kazi kubwa ya kwanza kuijenga timu upya. Na kibaya zaidi ligi imekuwa endelevu. Labda hizi siku 7-8 ambazo ligi inasimama kwa ajili ya muungano, anaweza kama amejenga timu, lakini sidhani ukiona kwa muda huu kama mwalimu anaweza kaingiza mbinu zake na kuijenga timu ikawa imara. Kitu ambacho pengine anaweza kufanya ni kutengeneza fitness za wachezaji. Fitness ukiangalia ni si timu ambayo ipo kwenye mashindano. Yaani namna kama uliangalia hii mechi na ukisema Simba labda wangetumia ile performance kama walitumia zidi ya Dodoma Jiji, pengine ongeza kuona wanapata shida kubwa sana Fountain Gate. Ni wachezaji ambao wanaonekana hawana mazoezi kabisa labda ya utimamu. Kuna muda McDonald yule mshambuliaji wao amechukua mpira, amempunguza mtu wa kwanza, amekaa na mpira mpaka mtu anatoka nyuma anakuja anauchukua. Hiyo yote kuonyesha kwa sababu ya kutokuwa na utimamu, pengine ndo labda imekuwa inasababisha vitu kama hivi. Haya.